kichete, unaenda kuingia kwenye mtego wa nani? Wa Habiba. Hapo unaanza kuingia kwenye mtego wa Habiba. Wote ni mtego. Hana mapenzi yote ya dhati kutoka kwako. Wewe mwenyewe unajua. Pia ni wadogo ashakuja kutumbua siri. Sio kutumbua asili mwenyewe. Utakuwa makini. Unabidi umchenjie wewe. Kuleta mapenzi itakuposti. Yaani wote mwanamke yuko kwenye mchezo, yule dogo yuko kwenye mchezo. Abdul sisi. Wote kwenye mchezo. Kwa makini sana. Unakuonea huruma. Unajua kabisa ngoma hiyo utakuwa utoboi. Je, utaenda kuucheza? Ngoma unaweza kuicheza? Kwa sababu mwanamke mpaka anajiliza mambo kibao, ila yote yuko kwenye game. Kama Simpotoni Studio maana unakukaribisha kwenye live yangu. Kwenye kozi wa magemu. Kama napenda magemu kama nini? Karibu sana kwenye live. Njoo enjoy na magemu makali kabisa. Ila kabla yote tuendelee kwa sababu tusipoteze muda. Umeona? Huko mwanamke kwenye game. Kwenye mchezo. Mungu mwanamke aje siku zote akubali kushindwa. Yaani mwanamke ni king'ang'anizi sana. Atafanya juu chini apate kile dhamira yake anataka. Sasa na wewe Lumbuko kwa makini sana. Kwa sababu na maadui wengi, wewe mwenyewe unashindana na watu, wewe mwenyewe hujui kama unashindana na watu. Unashindana na watu, wewe mwenyewe hujui kama unashindana na watu. Hiyo ni mbaya. Hapo mtu anashindana naye, mtu anajua kabisa ndio watu fulani anashindana nao hujui. Sasa unawindwa, angali wewe hauwindi, umeenda kutalii. Mbona ni mbaya? Bora unawinda na wewe unawinda. Hapo hiyo inakuwa afadhali. Kwa sababu wewe unajua kwamba unakuwa upo tayari kwa chochote kinachotokea mbele yako. Sasa mbaya zaidi, wewe unawindwa, angali wewe hujui kama unawindwa. Wewe umeenda kufanya kama starehe yako tu, kuzurura nini, kumbe unawindwa. Umeona? Sasa ndo kama hapo. Kumbuka yeye kicheche na windwa. Lakini yeye ana mtu utako anaomwinda. Yupo tu analile wala lile. Kumbe anawindwa kinoma. Watu hawampendi. Je, kwa nini hawampendi? Wanamchukia kwa sababu kwa nini kaongezwa cheo? Sababu yake mtu mahindi, kwa nini kaongezwa mshahara? Kama mtu na mahindi cheo kaongezwa cheo. Maana yake nini? Na faida gani cheo? Shuleni una cheo kizuri. Nyumbani ushauri nyumbani, maisha yako duni, inakuwaje? Kile kusudi nini cheo? Unatamba tu mbele za watu, lakini hamna tamana. Bora mtu ongezewe pesa, unajua kwa sababu utakava maisha yako, maisha yako yataenda vizuri. Bora mtu ongezewe pesa, mtaki kuongezewa cheo. Sasa wewe kwa nini nyinyi mnamuona kama kapata sana? Hajapata, ila ni wakati wake kupata iko kiti. Umeona? Walipita wangapi hapo? Wapo wapi? Sasa ukiwa wakati wake, hivi na wakati wake mwacha enjoy. Ila sasa hakuna mtu kuumia moyo, sijui useme mtu uanze kumloga, mtu uanze kumleta fitina, uanze kumleta mambo ya magemu nini, umeona, kwa sababu mtu kaongezewa cheo. Kwa mtu kaongezewa cheo, ndio maana zote figisi hizo. Hawa wanafeli sana. Hawa wanafeli zaidi ya kufeli. Kama hapo Habiba yupo kwenye mchezo. Sasa sijajua sasa hivi kaja na mbinu gani, kwa sababu waishi mbinu. Hawa vizuri kwa mbinu. Waishi mbinu. Sasa Lumbuko wa makini sana, kwa sababu watu wanakuinda hujui kama unawinda. Kwa makini. Kwa sababu mwisho wako utakuwa mbaya sana, kwa sababu hata akipata kile anachotaka yeye, sijajua alafuta nini kutoka kwako. Ila ana upendo wote. Kaa ukijua hilo chozi la uongo, huo ni mwigizaji tu. Mzabisheni.
ndio mission tu. Hapo na kingine hapa ni hapa wametupiga sana za chikichiki. Kuna swala moja ni muda mwingi sana nimeliona ile swala. Muda mwingi sana nimeiona ile swala. Ila nilikuwa nasema ngoja nikaushe tu niameze. Ila sasa haina jinsi kwa sababu comment zinakuwa nyingi sana. Maoni yanakuwa mengi sana. Wanatumia message watu wengi sana. Kuhusu kuna kitu sikielezea na kificha. Hapo kama kazi yangu siruhusi kuficha kitu. Na kwenye movie inabidi nielezee kwa undani zaidi. Sababu ni kazi yangu. Hamna kuchukiana jamani. Kwa sababu ndio kazi yangu. Inabidi movie nielezee kwa undani zaidi. Ila usiku na ukali wa maneno kwa lugha rahisi. Watu wengi walinitumia message, vipi wewe Timbotoni vipi? Mbona tukuelewi? Mbona una mambo fulani tu yaoni? Unapiga picha unaazima mambo gani? Kumbe watu wengi wanajua. Yaani milioni mia tu na picha, kumbe watu wengi wanajua kabisa kuna kitu fulani hakipo sawa. Mbona unajua kumbe kitu fulani hakipo sawa. Mbona kificha babu, ukielezea baba. Mbona siku nyingine tusione makosa kama hayo. Utaelezea kidogo kwa ufupi zaidi kwa sababu muda sio rafiki. Utaelezea kidogo kwa ufupi kwa sababu muda sio rafiki. Sasa kuna changamoto nyingi sana. Ila hii ni moja hapo. Nilificha kwanza episode ya kwanza mpaka sasa hivi ilipofikia. Sijataka kusema chochote. Kicheche, upo wapi? Unaiangalia video Basi sawa, unaiangalia video. Sikiza kwa makini Kicheche. Wajue movie ni uhalisia. Unaona? Sababu wewe ushakuwa sasa hivi una jina zuri. Unajulikana. Sasa kuna mfano inabidi wewe ndio uwe kioo. Sisi tunaanza filamu. Kuna mtu anajifunza vitu kupitia wewe. Unajua hilo? Unajua vizuri. Unajifunza kupitia wewe. Sasa kuna mambo fulani na ukiyafanya inakuwa haileti picha nzuri. Na mwenyewe nitaiga mambo hayo. Tunataka mambo zetu ziwe za kishamba. Hazitofika mbali kwa sababu hauwezi jua movie gani itaenda mbali. Movie gani itaenda viral. Wanakuambia ndio maana kila ukitoa video yako toa kile kilicho bora. Badilisha tu maujuzi, badilisha mauwezo, umeona? Kila ukisema wewe ndio utajua. Kusafari sio kosa, ile kurudia kosa ndio kosa. Kwa mambo mengi. Kama sasa familia ya Mbotoni Studio. Sika zetu tukaba hivi tunakusaidia kidogo review. Tunaangalia. Mada nyingine usirudie tena kosa. Kwa makini Kicheche. Mbona kama hapo kuna tukio fulani watu hawajalipenda. Pia sio watu tu, hata mimi sijalipenda. Nilificha episode za mwanzo ili aseme mwanzo wangu yani niseme tu kweli. Kwa sababu picha ucho siku zote azai, si ndio? Sasa movie iko fresh. Ila sasa kwa nini kompyuta yako haina nyaya? Haina nyaya umeme. Deli hilo haina nyaya umeme. Bora mouse utasema inatumia wireless yenyewe anasema kama battery to flash mouse. Ila sasa kwa nini kioo cha kompyuta hakina waya umeme? Pia na Dell halina waya umeme. Mbona hivyo sawa? So episode hii tu, episode nyingi sana. Alafu unaichezea kabisa. Bonyeza. Sasa uongo wako utaishia lini? Utaishia lini? Ndio maana tunangoja nielezee tu wazi mradi. Kama unaona mwenyewe upo sawa mnaficha, ila watu hawamfichi, mpo wazi kabisa, kila mtu anaona tukio lako unalofanya. Haipo sawa Kicheche. Kama video unaiona imekufikia, nadhani inakufikia fresh. Unaiona basi Kicheche. Ika sawa kidogo. Tuwekee nyaya za kompyuta zako. Tuwekee nyaya, Dell weka nyaya. Weka nyaya umeme, hata kuzugia tu. Hata kuna umeme, weka tu kuna utani pale ipo pale. Weka, washa tuzuga.
kidogo unakuwa uzugaji mzuri sana akisomi zaidi. Kwa sababu mimi siwezi jua unaangalia nini kwenye display yako kwa kioo cha kompyuta. Umeona? Ila tokeka kama hivyo. Mimi naona kabisa face to face. Ina kabisa kompyuta ina nyaya. Inawakaje? Haina nyaya. Wireless ya? Ndio maana nakwambia hilo kosa sijaliona mimi tu. Umeliona fansi wako. Hata mwenyewe nililiona ila sasa ngoja nikaushe. Ataweza kuweka saa, ila naona kila nikitulia unazidi kuendeleza. Ila ni movie mzuri kwa kweli. Movie mzuri sana. Watu wanaipenda mno. So hata mwenyewe nimetokea kuipenda sana. Ndio sana kuipenda. Wanafunzi wachawi. Umeona? Movie nzuri sana, sound effect za kutisha sana. Sound effect za AI lakini zipo vizuri. Umeona? Hiyo bomba hizo ninamtakia mtu kwa kujiongeza. Ila sasa pia jiongeze na hapo, weka nyaya. Ongezee utamu, bali tuzidi kupenda. Nasema kama Simba Tune Studio tukosa kusema. Tunaangalia mradi naangalia mara mara tano. Leo nita review kweli. Mbona kila kitu hapo sawa? Hiyo tunapotakia wala. Umependa. Basi hii ndio kazi yetu. Kama kuna sehemu ukosea, samahani. Nipo kwenye jukumu langu la kuelezea movie. Basi naelezea kwa undani, ila sielezei kwa ubaya. Sina pia ukali wa maneno. Naelezea kwa taratibu, yaani mtu akuelewe taratibu. Hii bwana. Kichete. Unaanza kuingia kwenye mtego wa nani? Wa Habiba. Hapo unaanza kuingia kwenye mtego wa Habiba. Wote ni mtego. Ana mapenzi yote ya dhati kutoka kwako. Wewe mwenyewe unajua. Pia ni wadogo ashakuja kutumbua siri. Sio kutumbua asili mwenyewe. Utakuwa makini. Una video mchenjie wewe. Kuleta mapenzi itakupost. Yaani wote mwanamke yuko kwenye mchezo, yule dogo yuko kwenye mchezo. Abdul sisi. Wote kwenye mchezo. Kwa makini sana. Tunakuonea huruma. Unajua kabisa ngoma hiyo utakuwa utoboi. Je, utaenda kuucheza? Ngoma unaweza kuicheza. Sababu mwanamke mpaka anajiliza mambo kibao, ila yote yuko kwenye game. Kama Simba Tune Studio maana unakukaribisha kwenye live yangu. Kwenye kozo wa magame, kama unapenda magame kama nini? Karibu sana kwenye live. Njoo enjoy na magame makali kabisa. Ila kama yote tuendelee kwa sababu tusipoteze muda. Umeona? Huko mwanamke kwenye game. Kwenye mchezo. Mungu mwanamke aje siku zote akubali kushindwa. Yaani mwanamke ni king'ang'anizi sana. Atafanya juu chini apate kile dhamira yake anataka. Sasa na wewe lumbuko kwa makini sana. Kwa sababu na maadui wengi, wewe mwenyewe unashindana na watu, wewe mwenyewe hujui kama unashindana na watu. Unashindana na watu, wewe mwenyewe hujui kama unashindana na watu. Hiyo ni mbaya. Hapo mtu anashindana naye, mtu anajua kabisa ndio watu fulani anashindana nao hujui. Sasa unawindwa, angali wewe hauwindi, umeenda kutalii. Mbona ni mbaya? Bora unawinda na wewe unawindwa. Hapo hiyo inakuwa afadhali. Sababu wewe unashajua kwamba unakuwa upo tayari kwa chochote kinachotokea mbele yako. Sasa mbaya zaidi, wewe unawindwa, angali wewe hujui kama unawindwa. Wewe umeenda kufanya kama starehe yako tu, kuzurura nini, kumbe unawindwa. Umeona? Sasa ndo kama hapo. Kumbuka yeye Kicheche na windwa. Lakini yeye ana mtu utako anaomwinda. Yupo tu. Analile wala lile. Kumbe anawindwa kinoma. Watu hawampendi. Je, kwa nini hawampendi? Wanamchukia kwa sababu kwa nini kaongezwa cheo? Sababu yake mtu mahindi, kwa nini kaongezwa mshahara? Kama mtu na mahindi cheo kaongezwa cheo. Maana yake nini? Na faida gani cheo?
Haya, shuleni una cheo kizuri. Haya. Nyumbani. Ushauri nyumbani. Maisha yako duni. Inakuwaje? Kile kusaidia ni cheo. Unatamba tu mbele za watu lakini hamna thamani. Bora mtu ongezewe pesa. Unajua kwa sababu utakava maisha yako tenda vizuri. Bora mtu ongezewe pesa mtaki kuongezewa cheo. Sasa kwa nini nyinyi mnamuona kama kapata sana? Hajapata. Ila ni wakati wake kupata iko kiti. Umeona? Walipita wangapi hapo? Wapo wapi? Sasa ilikuwa wakati wake. Hivi ni wakati wake, mwacha enjoy. Ila sasa hakuna mtu kuumia moyo, sijui useme mtu uanze kumloga, mtu uanze kumleta fitina, uanze kumleta mambo ya magemu nini, umeona, kwa sababu mtu kaongezewa cheo. Mtu kaongezewa cheo ndio maana zote figisi hizo. Hawa wanafeli sana. Hawa wanafeli zaidi ya kufeli. Kama hapo Habiba yupo kwenye mchezo. Sasa sijajua sasa hivi kaja na mbinu gani. Kwa sababu waishi mbinu. Hawa vizuri kwa mbinu. Waishi mbinu. Sasa Zumbuko wa makini sana kwa sababu watu wanakuinda hujui kama unawinda. Kwa makini kwa sababu mwisho wako utakuwa mbaya sana kwa sababu hata akipata kile anachotaka yeye sijajua anafuta nini kutoka kwako. Ila ana upendo wote. Kaa ukijua hilo chozi la uongo. Huo ni mwigizaji tu. Mzabisheni. Mzabisheni tu. Hapo kuna kingine hapa ni hapa wametupiga sana za chikichiki. Kuna swala moja ni muda mwingi sana nimeliona ile swala. Muda mwingi sana nimeiona ile swala. Ila nilikuwa nasema ngoja nikaushe tu niameze. Ila sasa haina jinsi kwa sababu comment zinakuwa nyingi sana. Maoni yanakuwa mengi sana. Wanatumia message watu wengi sana. Kuhusu kuna kitu sikielezea na kificha. Hapo kama kazi yangu siruhusi kuficha kitu. Kwenye movie inabidi nielezee kwa undani zaidi. Sababu ni kazi yangu. Hamna kuchukiana jamani. Kwa sababu ndio kazi yangu. Inabidi movie nielezee kwa undani zaidi. Ila usiku na ukali wa maneno kwa lugha rahisi. Watu wengi walinitumia message, vipi wewe Timbotoni vipi? Mbona tukuelewi? Mbona una mambo fulani tu yaoni? Unapiga picha unaazima mambo gani? Kumbe watu wengi wanajua. Nini milioni mia tu na picha, kumbe watu wengi wanajua kabisa kuna kitu fulani hakipo sawa. Unaona? Wanajua kumbe kitu fulani hakipo sawa. Mbona kificha babu, ukielezea baba. Mbona siku nyingine tusione makosa kama hayo. Tutaelezea kidogo kwa ufupi zaidi kwa sababu muda sio rafiki. Utaelezea kidogo kwa ufupi kwa sababu muda sio rafiki. Sasa kwa changamoto nyingi sana. Ila hii ni moja hapo. Nilificha kwanza episode ya kwanza mpaka sasa hivi ilipofikia. Sijataka kusema chochote. Kicheche, upo wapi? Unaiangalia video Basi sawa, unaiangalia video. Sikiliza kwa makini Kicheche. Wajue movie ni uhalisia. Unaona? Kwa sababu wewe ushakuwa sasa hivi una jina zuri. Unajulikana. Sasa kuna mfano inabidi wewe ndio uwe kioo. Sisi tunaanza filamu. Kuna mtu anajifunza vitu kupitia wewe. Unajua hilo? Unajua vizuri. Unajifunza kupitia wewe. Sasa kuna mambo fulani ukiyafanya inakuwa haileti picha nzuri. Na mwenyewe nitaiga mambo hayo. Tunataka mambo zetu ziwe kishamba. Hazitofika mbali kwa sababu hauwezi jua movie gani itaenda mbali. Movie gani itaenda viral. Wanakuambia ndio maana kila ukitoa video yako toa kile kilicho bora. Badilisha tu maujuzi, badilisha mauwezo, umeona? Kila ukisema wewe ndio utajua. Kosa sio kosa, ile kurudia kosa ndio kosa.
Kwa mambo mengi. Ya kama sasa familia ya Motoni Studio siku zote tukaba hivi tunakusaidia kidogo review. Tunaangalia. Baada siku nyingine usirudie tena kosa. Kwa makini Kicheche. Mbona kama kuna tukio fulani watu hawajalipenda. Watu hawajalipenda pia, so watu tu, hata mimi sijalipenda. Nilificha episode za mwanzo ili aseme mwanzo wangu yani niseme tu kweli. Kwa sababu picha ucho siku zote azai, si ndio? Sasa movie iko fresh. Ila sasa kwa nini kompyuta yako haina nyaya? Haina nyaya umeme. Deli hilo haina nyaya umeme. Bora mouse utasema inatumia wireless yenyewe kama battery to flash mouse. Ila sasa kwa nini kompyuta, kioo cha kompyuta hakina waya umeme? Pia na Deli halina waya umeme. Mbona hivyo sawa? So episode nyingi sana. Amba alafu unaichezea kabisa. Bonyeza. Sasa uongo wako utaishia lini? Utaishia lini? Ndio maana tunangoja nielezee tu wazi mradi kama unaona mwenyewe upo sawa mnaficha, ila watu hawamfichi, mpo wazi kabisa, kila mtu anaona tukio lako unalofanya. Hapo sawa Kicheche. Kama video unaiona imekufikia, nadhani inakufikia fresh. Unaiona basi Kicheche. Ika sawa kidogo. Tuwekee nyaya za kompyuta zako. Tuwekee nyaya, Deli lo. Weka nyaya. Weka nyaya umeme. Hata kuzugia tu. Hata kuna umeme, weka tu, kuna utani pale ipo pale. Weka. Washa tuzuga. Kidogo unakuwa uzugaji mzuri sana akisomi zaidi. So mimi siwezi jua unaangalia nini kwenye display yako. Kwa kioo cha kompyuta. Umeona? Ila tokeka kama hivyo. Mimi naona kabisa face to face. Ina kabisa kompyuta ina nyaya. Inawakaje? Haina nyaya. Wireless ya? Ndio maana nakwambia hilo kosa sijaliona mimi tu. Umeliona fancy wako. Hata mwenyewe nililiona, ila sasa ngoja nikaushe. Ataweza kuweka saa, ila naona kila nikitulia unazidi kuendeleza. Ila ni movie mzuri kwa kweli. Movie mzuri sana. Watu wanaipenda mno. So watu hata mwenyewe nimetokea kuipenda sana. Ndio sana kuipenda. Wanafunzi wachawi. Umeona? Movie nzuri sana, sound effect za kutisha sana. Sound effect za AI lakini zipo vizuri. Umeona? Hiyo bomba hizo ninatakia mtu kwa kujiongeza. Ila sasa pia jiongeze na hapo, weka nyaya. Ongeze hivyo utamu, bali tuzidi kupenda. Nasema kama si Motoni Studio tukosa cha kusema. Tunaangalia mara tano. Leo nita review kweli. Mbona kila kitu hapo sawa? Hiyo tunapotakia wala. Umependa. Basi hii ndio kazi yetu. Kama kuna sehemu ukosea, samahani. Nipo kwenye jukumu langu la kuelezea movie. Basi naelezea kwa undani, ila sielezei kwa ubaya. Sina pia ukali wa maneno. Naelezea kwa taratibu, yaani mtu akuelewe taratibu. Hii bwana.